Wapendwa katika Kristo, wataalamu wangu wapendwa mahususi kabisa na washirika wa huduma hii, napenda kuwakaribisha sana tena katika kikao hiki chetu muhimu ambacho si cha kawaida, bali ni sehemu ya safari ya kutekeleza maono ambayo Mungu ameweka mioyoni mwetu. Maono ya kuona makanisa yanajengwa si tu kwa wingi, bali kwa ubora na kwa kasi inayohitajika katika kizazi hiki. Leo hatujakutana hapa kwa ajili ya majadiliano tu ya kawaida, bali tumekutana kwa kusudi maalum, kupata mwelekeo, kupata hekima ya pamoja na kuweka msingi imara wa hatua zinazofuata, hasa katika eneo la uwekezaji na uendelevu wa huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Huduma yetu imefikia hatua ambayo inahitaji zaidi ya nia njema, inahitaji mfumo, inahitaji mkakati, inahitaji maamuzi sahihi ya kifedha na kiutendaji yatakayoweza kubeba maono haya kwa muda mrefu bila kuyumba. Ndio maana tumeleta pamoja watu wenye taaluma na uzoefu tofauti tofauti, ili kila mmoja alete mchango wake kwa uhuru, kwa uwazi na kwa uaminifu. Tunahitaji mawazo ya vitendo, si nadharia tu. Tunahitaji kuona njia halisi za kuwafikia wafadhili, kuandaa proposal zenye nguvu, kujenga mfumo wa uwekezaji unaoendana na maono yetu na kuboresha katiba yetu ili iweze kubeba huduma hii kwa vizazi vijavyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ningependa pia kuweka wazi jambo moja muhimu. Kikao hiki ni nafasi ya kusema ukweli. Kama kuna mapungufu tuyataje, kama kuna hatari tuzionyeshe, kama kuna njia bora zaidi tusisite kuzipendekeza, kwa sababu lengo letu si kulinda tu tulicho nacho sasa, bali kujenga kitu kitakachodumu na kuzaa matunda makubwa zaidi. Mwisho, nawakaribisha mshiriki kwa moyo wote. Tumia taaluma yako, uzoefu wako na uelewa wako kuchangia kwa kiwango chako cha juu kabisa. Asanteni sana na Mungu atuongoze katika majadiliano yetu. Amina. Na haya niliyotangulia kusema naweza pia nikayasummarize kwa sentensi moja ya kulitamka lengo la washa kwa kusema kwamba ni kukusanya mawazo ya kitaalamu yatakayosaidia kuboresha mkakati wa uwekezaji, kuvutia wafadhili wa ndani na wa kimataifa, kuandaa mpango wa utekelezaji wa miaka 5 na kuboresha rasimu ya katiba ya huduma. Baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii sasa, tukiwa tumeshatambulishana na katika uandaaji wa hiki kikao ambacho sisi kwa sasa hivi tunakiita ni washa workshop. Uongozi wa hapa ofisini tulikaa na kutafakari kuona kwamba tuwe na hii washa, na hasa baada ya kuwa tumepata mtu mtendakazi mwajiriwa wa 4, Mr. Mtwaenzi Jeremy, tulishirikishana mawazo na tukakubaliana kwamba tuwe na kikao kama hiki, kikao kazi. Lengo na kusudi la kuwa na kikao kazi hiki, nafikiri mimi sasa katika undani wake nisiendelee kuzama. Kwa makusudi kabisa napenda nimpe nafasi mwenzangu ambaye ni huyu mwajiriwa wetu mpya, ambaye amepewa dhamana kubwa ya kuweza kutuongoza katika kusimamia, kubuni masuala haya ya uwekezaji, lakini na yeye ana kitu cha kuzungumza ambacho kitatuongoza kwenda kwenye mjadala.
Kwa hiyo nipende kumkaribisha Mr. Jeremy Mtwaenzi aweze kutupa context kwa dakika chache za kila ambacho tutakuwa tunajadiliana, alafu tutaendelea. Karibu sana ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa maana kuweza kufika mahali hapa, ikiwa ni kikao chetu cha kwanza, na kikao hichi kitakuwa ndio kikao ambacho kitaonyesha picha halisi. Kama tungekuwa tunaandika vitabu au research, tungesema hii ni preamble, yani ni kama utangulizi fulani tu hapo mbele, kwa sababu bado hatujafika popote kama walivyosema watangulizi wengine. Kwenye session ya kwangu ambayo natakiwa kuzungumzia, kuna sehemu mbili kubwa ambazo natakiwa tuangalie. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni muktasari wa mkakati wa miaka mitano, hitaji la uwekezaji na changamoto zilizopo kwa sasa. Sasa kuna ile rasimu, nafikiri tumishi wa Mungu alituma kwa wengi, nafikiri mliipata ile plani ya miaka mitano. Ndivyo. Kwa hiyo ile ina vitu vingi sana, imeelezea kwa mawanda makubwa sana. Lakini in summary, kuna mambo matatu ambayo yameainishwa kama utakuwa unafungua ile rasimu ya miaka mitano, mpango kazi wa miaka mitano. Kuna jambo ambalo katika mikakati hiyo ambayo imewekwa, kulikuwa kuna jambo la agriculture and agribusiness. Sijazipanga kwenye series sana ilivyoandikwa. Ni sahihi ilipo hilo, kuna real estate, alafu kuna school of vocation. Ni sahihi yeah. Vocation training, real estate, agriculture pamoja na school vocation. Hii ndo kama pillars tatu ambazo zimewekwa kwenye mpango kazi. Lakini ukiangalia kwa muktadha huu, haya yote mambo matatu ni mambo ambayo sio madogo. Yani ni mambo ambayo yanahitaji millions of money ili yaweze kufika pale. Sasa tunafanyaje ili kuweza kufika hapa? Ndio maana tupo hapa. Sio jambo la beba maono, sio jambo la mimi mwasilishaji wa mada. Ni jambo la kwetu wote. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni jinsi gani tunaweza tukatoka hapa, au katika haya mambo matatu, agriculture, school na real estate, ni kitu gani tunahisi kwamba kinaweza kikaanza. Kweli kwenye rasimu mle inaonyesha labda ilianza real estate, imefuata kilimo, imefuata nini, lakini inaweza ikawa kinyume chake pia. Inategemeana na sisi tunaona ni kipi na kwa sababu gani, kwa sababu kila kimoja inawezekana tukajustify. Hatuwezi kusema kwamba kwa nini tusianze na real estate alafu hatuna sababu, au kwa nini tuanze na agriculture. Lazima tuwe na sababu kwa nini tunaanza hapo. Je, tunaanza kwa sababu mtaji wake tunao? Je, tunaanza kwa sababu labda mashamba tunayo? Je, tunaanza kwa sababu tuna ABC kuhusu ile? Kwa hiyo kuna vitu vingi, kuna factors nyingi ambazo tunaweza tukaziangalia hapa. Kwa hiyo kwenye hili nitaomba msaada sana kutoka kwenu. Tutajadili hapa papana. Alafu kulikuwa kuna kipengele kinachofuata, ilikuwa inasema, kulikuwa kuna breakdown, sidhani kama itakuwa kwa sababu tumetoka sasa hivi kwenye break. Kuna masuala ya funding and donor strategy. Hii itakuwa ni session nyingine. Sasa mimi nilikuwa ninaomba tukitoka hapa kwenye nilipo sasa hivi kwenye muktasari huu ambao wa agriculture, school of vocational na real estate, twende mpaka moja kwa moja mpaka kwenye hatua ile pale paandikwa hatua investment. Kwenye nani, kama utaangalia tumia hizo nani, inasema investment direction, dakika 30. Yani tuende tukapate mjadala mpana wa kuhusu haya masuala matatu ambayo yapo katika uwekezaji wa miaka mitano. Je, ni kilimo au ni shule au ni real estate? Sasa hapa tunaweza tukaona swali la kwanza, tuone je, ni kipi tuanze nacho katika hilo. Lakini swali tanzu tutakao kuja nao, je, mtaji wake utatoka wapi? Tukisha nani, alafu jambo la tatu tutaiona riski yake kwa kila moja. Kwa nini tunafanya hii, riski yake ikoje na hii riski yake ipo vipi? Kwa hiyo nilikuwa ninaomba sana
Twende kwanza kwenye mjadala wa hili. Tutakapomaliza ndio nitakwenda kipengele kile cha funding and donor strategy. Nilikuwa naomba twende kwa muktadha huo kwa sababu tayari tumeshaziainisha, kuliko kwenda hapa afu tunazirudia tena kuzijadili. Basi kwa sababu tumeziainisha kwamba katika yale mambo matatu, zile pillars, kuna agriculture and agribusiness, school and vocation training pamoja na real estate. Sasa tuanze na uwekezaji gani katika haya mambo matatu? Ili swali nalirudisha kwenu, na ni kwa nini. Alafu baada ya hapo tukishadadavua hivyo, tuone mtaji katika hili hapa kwa kutumia kikao hichi ambacho ni halali. Je, mtaji mnahisi tunaweza tukaupata aje, au tukaupata wapi, au tutaupata vipi? Na jambo lingine katika haya, tutaangalia pia riski zake. Kwa kila kimoja kina riski zake. Kilimo na riski zake, schools na vile vile hata kwenye real estate kuna riski. Riski zinatofautiana kutoka uwekezaji mmoja mpaka mwingine. Karibuni, na mimi ni kama naongoza tu mjadala wa haya ambayo tunayokwenda kujadili. Basi karibuni sana. Kwa maneno mengine, samahani. Bila samahani. Saa hizi natakiwa watu tujaribu, tuna hizi template kwenye meza zetu, si ndio? Na nafikiri ndio. Amina. Mimi naomba mbona kana tafakari kidogo. Itatoka vizuri. Nilikuwa nakana tafakari kidogo katika hizi segment tatu: funding and donor strategy, investment direction na system and governance. Na tumeanza na investment direction, mambo ya uwekezaji. Ni sahihi kwa kuanza nao kwa sababu kinacholengwa katika hii taasisi ni kuweza kusupport ujenzi wa makanisa. Na chanzo cha mapato kwenye taasisi nikiangalia ni vyanzo vikubwa vitakuwa ni viwili. Kutoka kwa wahisani ambao wanaweza kutoka ndani na nje. Lakini cha pili ni uwekezaji kulingana na fedha zitakazozalishwa kwenye miradi ya taasisi. Hiyo ndio inaweza kuwa nguvu kubwa katika sehemu mbili ya kuendesha hii taasisi kaenda vizuri. Kama wahisani yenyewe inajiendesha kwa miradi yake. Ni wazo zuri sana. Sasa hapa nikitaka kuangalia, tunafikiria kufanya investment katika hizi vitu vitatu. Vyote ni vizuri, upande wa kilimo, upande wa real estate na mashule. Vyote ni vizuri, lakini kwa nazungumza kwa mwanzo huu kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza mkapanga havi kachukua muda mrefu sana utekelezaji wake. Sasa katika vitu vitatu ambacho nakiona mimi cha karibu sana ambacho kinaweza kaanza kutekelezeka hata kwa scale ndogo, ambacho kinaweza kisihitaji hela nyingi sana, cha kuanza nacho kama sehemu ya kufanya pilot kwa ajili ya kupata uzoefu, naona ni sehemu ya kilimo.